Kupanga bei. Kama mjasiriamali, bei ya bidhaa ni kati ya mambo muhimu sana ya kuzingatia. Fikiria kuhusu malighafi unayonunua. Nani huamua bei za bidhaa? Nini kinaamua bei ya bidhaa yoyote? Je, bidhaa katika aina zote za maduka hufanana? Bei za bidhaa zinaamuliwaje? Je, bei kwenye maduka ya jumla na ya rejareja hutofautiana? Kwa nini? Fikiria kuhusu hilo. Kumbuka mnyororo wa thamani, jinsi thamani inavyoongezwa katika kila hatua. Kwa mfano, hebu tufikirie kuhusu biashara ya nguo. Je, bei ya shati ni gharama halisi iliyotumika kulitengeneza? Hapana. Hebu tufikirie gharama zinazoongezwa kwenye hiyo bei. Mfano, malighafi, gharama za kushona, gharama za kufunga, gharama za kusambaza, gharama za usafirishaji, gharama za matangazo, malipo kwa wafanyakazi, kodi ya serikali, kodi ya pango, gharama za umeme na faida ya muuzaji. Unapokuwa unaamua bei zako, hakikisha unazingatia gharama zote. Kwa mfano, kama wewe ni mkulima, unapaswa kuzingatia gharama za mbegu, mbolea ya mboji, kulima shamba, kupanda mbegu, dawa za kuua wadudu, gharama za maji, kudhibiti magugu, gharama za kuvuna, gharama za kufungasha, gharama za kusafirisha, malipo ya wafanyakazi na thamani ya juhudi zako. Unapaswa kuzingatia gharama zako zote unapoweka bei ya bidhaa yako. Sio pesa uliotumia tu, bali pia thamani ya muda wako, juhudi zako na utaalamu wako. Vyote hivi vinapaswa kuzingatiwa katika kupanga bei, sivyo? Je, unapaswa kuzingatia jambo lingine lipi? Fikiria kuhusu hilo. Umeshajua gharama zako zote ulizonazo. Bei yako lazima ifidie gharama hizi, la sivyo hutapata faida. Lakini sio swala tu la kufidia gharama. Je, mteja anahusikaje? Mteja anaonaje thamani, kile anachotoa na kile anachopata? Mteja yuko tayari kutoa kiasi gani, kwa maana ya pesa, kwa maana ya juhudi, muda, imani na taarifa? Mteja anapata nini kwa kile anachotoa? Hebu fikiria uko sokoni kununua jozi mpya ya viatu. Ni mambo gani yanayoshawishi uamuzi wako? Je, ni ubora tu au chapa? Vipi kuhusu bei? Je, bei ya juu ina maana ya ubora zaidi kwako? Ni bei gani unaweza kuweka ili kubadilishana bidhaa kuwe na thamani kwa mteja? Je, unaweza kumudu gharama na bado upate faida? Je, unaweza kurekebisha kile unachotoa, kile unachopata? Je, unaweza kupata uwiano ambapo biashara inaleta faida huku ikimpa mteja thamani? Kupanga bei kunahitaji kuelewa thamani. Bei ya kifedha ni aina moja ya kutoa na ni aina muhimu sana. Zifahamu gharama zako. Na vile vile fahamu kiasi ambacho mteja yuko tayari kulipa na kwa ajili ya nini. Unahitaji pia kufahamu soko kwa ujumla, washindani wako pamoja na bei zao. Lengo lako ni kupanga bei yenye faida kwa bidhaa yako huku ukitimiza matarajio ya mteja. Lengo lako ni kupanga bei yenye faida kwa bidhaa yako huku ukitimiza matarajio ya mteja wako. Bei inapaswa kuakisi thamani ambayo bidhaa yako inaleta kwenye maisha ya wateja wako. Je, mteja wako anatafuta bidhaa za sifa ya juu au ni mteja anayejali bei zaidi? Zingatia kipato cha wateja, upendeleo wao na thamani wanayoiona kwenye bidhaa yako.
Bei ya juu inaweza kufaa kama mteja analipa zaidi kwa ajili ya vipengele vya ziada au uzoefu ulioimarishwa. Bei ya chini inaweza kuwa bora ikiwa wateja wanapendelea gharama nafuu. Washindani wako ni nani? Wanatoza kiasi gani kwa bidhaa zinazofanana? Bei yako inawakilisha nafasi ya kuuza bidhaa yako sokoni. Bei ya juu inawakilisha ubora wa juu, upekee au anasa. Bei ya chini inawakilisha thamani au unafuu wa bidhaa yako. Je, bei ya bidhaa yako inaendana na namna unavyotaka wateja wako waione bidhaa yako?